BMP TV Professional Update. Muendeleaji wapendwa watazamaji wetu wa BMP TV Online, kwa unyenyekevu na kwa dhati kabisa tunapenda kuomba radhi kwa mabadiliko yaliyotokeza katika ratiba zetu za vipindi hivi karibuni. Tumepunguza baadhi ya vipindi kwa muda mfupi kutokana na sababu za kiufundi na upangaji upya wa programu zetu. Tunafahamu kwamba mabadiliko haya yameathiri utaratibu wa kawaida ambao umekuwa mkiuzoea kila siku. Tunaomba radhi kwa usumbufu wote uliojitokeza. Uongozi wa BMP TV unahakikishia kuwa mabadiliko haya ni ya mpito tu na yanafanyika ili kuboresha ubora wa matangazo yetu, kuongeza maudhui mapya na kuwapatia huduma iliyo bora zaidi. Tunaendelea kuwatumainia na tunawashukuru kwa uvumilivu wenu, uaminifu wenu na pamoja na kuendelea kutufuatilia kila siku. Na leo tarehe 20 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC. Ujumbe muhimu umetolewa na kamanda wa Zalendo Mapenzi akizungumza moja kwa moja kutoka Mugogo kuhusu hatua zinazoendelea za ukombozi katika maeneo ya Bukavu na Goma. Balenyere imepinduka katika mto Sankuru, eneo la Dibulanseba, jimbo la Kasai, na zaidi ya watu 70 wanaripotiwa kupotea. Kuna na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Karibu kwenye taarifa kuu ya habari. Tunaanzia taarifa hii kwa kusisitiza ujumbe muhimu uliotolewa mapema leo kutoka maeneo ya Mugogo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda wa Zalendo Mapenzi ametuma ujumbe mzito na wa moja kwa moja akieleza kwamba hatua za ukombozi katika maeneo ya Bukavu na Goma zinaendelea kwa kasi na kwa mkakati madhubuti. Kupitia taarifa hiyo ya moja kwa moja, Kamanda Mapenzi ametoa wito kwa wananchi wa mikoa yote miwili kushirikiana kwa karibu na vikosi vya ulinzi vya Wazalendo kwa kuhakikisha kwamba ujumbe huu unafikishwa kila mahali, hasa katika maeneo yenye uhitaji wa taifa sahihi. Amesema kuwa katika kipindi hiki cha operation, wananchi wanapaswa kudumisha utulivu, kutegemea taarifa rasmi na kutojihusisha na uvumi ambao unaweza kusababisha taharuki au kuathiri mwenendo wa operesheni inayoendelea. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, hali ya ulinzi inaendelea kusimamiwa kwa umakini kwa hali ya juu na vikosi wa Zalendo vimeripoti mafanikio katika maeneo kadhaa, wakisisitiza dhamira yao ya kuhakikisha usalama wa raia na kurejesha uthabiti katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama. Taarifa hii imekuja wakati ambapo makundi ya Wazalendo yamekuwa yakijiimarisha kwenye maeneo ya mashariki, wakishirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba shughuli za kawaida za wananchi zinaendelea bila buguzi kubwa. BMP TV itaendelea kufuatilia kinagaubaga mabadiliko yote yanayoendelea katika maeneo ya Bukavu na Goma na viunga vyake, na tutakuwa tunakuletea taarifa mpya mara tu zitakapopatikana. Tujielekeze Kasai. Tunaanza na habari nzito kutoka jimbo la Kasai ambako balenyere moja imepinduka katika mto Sankuru ndani ya eneo la Dibulansenba, wilaya ya Ilebo. Ajali hiyo imetokea siku ya Jumatatu tarehe 17 Novemba wakati chombo hicho kilikuwa kikitoka Bena Dibele kuelekea mji wa Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizothibitishwa na Actualite, zaidi ya watu 120 walikuwa ndani ya chombo hicho. Hadi sasa
Takriban watu 70 hawajulikani walipo, huku manusura na miili ya waliofariki wapatao 50 ikiwa imeopolewa. Akizungumza kwa njia ya simu leo Alhamisi, mkuu wa wilaya ya Ilebo ameeleza kuwa bado hawajapata taarifa kamili za mwisho kuhusu idadi jumla ya wahanga. Hata hivyo, amethibitisha kuwa operesheni za uokoaji zinaendelea na juhudi hizo zinafanywa kwa ushirikiano na viongozi wa usafiri wa mtoni. Vilevile, amesisitiza kuwa virindi vikali vinavyojulikana sana katika eneo la makutano ya mto Sankuru na mto Kasai vinafanya operesheni za uokoaji kuwa mgumu mno, jambo linalochelewesha upatikanaji wa taarifa kamili. Kwa sasa, familia zimetakiwa kuendelea kutoa taarifa na kuwasiliana na mamlaka za eneo ili kusaidia katika mchakato wa utambuzi wa manusura pamoja na miili itakayopatikana. Mkuu huyo wa eneo la Ilebo amewasihi pia watoa huduma za usafiri wa mtoni kufuata kwa umakini mkubwa kanuni za usalama na sheria za usafiri, akisema kuwa ajali hii inaonyesha wazi hatari zinazoweza kutokea wakati maji yako katika msimu wa mtiririko mkali. Mamlaka za jimbo la Kasai kwa pamoja zimesema zinaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa uokoaji na zinatarajia kupokea taarifa kamili kutoka kwa idara ya usimamizi wa usafiri wa mtoni mara uchunguzi utakapokamilika. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. BMP TV Professional Update.